21 hao wakisemekana kutoka vijiji viwili, 12 kutoka shule ya Mere na wengine 9 kutoka kijiji cha Warazojet, kaunti ya Nyeri. Wanafunzi hao wakiwa kutoka darasa la 4 hadi la 8 wakitolewa shuleni na wazazi wao kwa sababu zisizofahamika. Sasa kuuliza, mamangu akaniambia alichukua na ndona mpaka Nairobi. Sijui akaniambia ameenda shule. Sasa nikamuuliza hata wa brother yangu ako wapi? Msichana mmoja na kijana mmoja wao wamechukuliwa na wameenda mpaka Nairobi. Inadaiwa kuwa mfadhili aliwahadaa wazazi na kusemekana kusafirisha wanafunzi usiku kutoka vijijini mwao hadi eneo la Kariobangi jijini Nairobi. Mfadhili mwenyewe akiwa amelenga familia hohe hahe na kuzitumia kama kisingizio cha kuwatafutia maisha bora. Hata hivyo, hata wazazi wenyewe hawana ufahamu kuhusu wanao. Na shidwa, watoto walitoa kwa shule, wanapelekwa, hakuna yeyote, hata headmaster hajui. Sasa tunafanya nini? Hata chifu hajui. Wale wanaohusika na kufanya transfer hizo, tafadhali wapitie kwa ofisi ya mwalimu mkuu, wajulishe mwalimu mkuu, tunataka transfer, waandikiwe transfer, tufanye kitu official. Aidha, kulingana na mwanafunzi huyu aliyeweza kurudi, mambo sio kama walivyoahidiwa. Tulikuwa tumeahidiwa after kumaliza hiyo courses tutapelekwa kazi. Hata unaweza jaza form uende outside country. Tulikuwa tunaambiwa kuna uwanja inajengwa Qatar ya mpira. Sasa huko ndiko tunaenda kufanya hizo kazi. Na jinsi tukajiuliza ni nani basi anayekuja na kuchukua watoto wetu katika jiji letu? Yaweza kuwa kunaye ambaye ni mwanabiashara au wanabiashara wanaotaka kufanya biashara na watoto wetu katika jamii yetu. Mkutano wa dharura uliandaliwa katika shule hii, huku wazazi wakibaki wameshika matama wasijue waanzie wapi. Vilevile inaarifiwa kuwa polisi hawana ufahamu kuhusu kupotea kwa 21 hao. Kisa hicho kimeacha maswali chungu nzima, wengi wakijiuliza waliko watoto hao na kwa nini kulenga tu kaunti ya Nyeri. Saida Swale, Nipashe Jumapili.